Tunaendelea pale ambapo tuliishia. Tunakwenda kuangalia jambo la 4, mahusiano ya neema na rehema. Eneo hili ndilo sasa lenye kiini cha somo. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo pana nguvu ya somo. Kimsingi rehema huwa ndiyo ambayo inatangulia, halafu neema inafata. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 23 na ule mstari wa 6, Biblia inasema kwamba hakika wema na fadhili zitanifata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzia kwa habari ya fadhili za Mungu kumfuata. Kwa hiyo tunazungumzia kwenye habari ya hii rehema kwamba lazima itangulie, halafu neema ifate, kwa sababu bila rehema kuwepo lazima hukumu husimamishwa. Kwa lazima ujue kwamba bila rehema ni hukumu, na bila hii rehema neema haiwezi kawepo, kwa sababu kinachotangulia inabidi iwe rehema, halafu neema ifate. Lakini sasa kwenye neema bila neema hatuwezi kubadilika. Kwa mabadiliko tunayoyategemea kwa mtu ambaye ameokoka, kwa mtu ambaye amempokea Kristo kwamba amekubali ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yake, tunatarajia kwamba awe na neema ya Mungu ili apate kubadilika. Kwa mabadiliko ambayo anayapata Mkristo yanatokana na neema ya Mungu. Kwa rehema huwa inatutoa shimoni. Rehema huwa inatutoa shimoni, inatutoa mahala ambapo tumekwama. Rehema hii, kwa rehema inapotutoa kwenye shimo, huku neema inatupandisha na kutuweka mahala pa mwamba. Kwa hiyo kinachotutoa kwenye shimo ni rehema, lakini kinachotupandisha na kutuweka mahala ambapo pa heshima ni rehema za Mungu, ni neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo rehema huwa inatuokoa. Rehema huwa inatuokoa, lakini neema hutuweka huru, kwamba tunawekwa huru na neema. Wakati rehema ametuokoa, neema yeye anatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza ukaokoka, lakini bado uko mahala ambapo si pa kustarehe, si salama, hujawezeshwa, hujafanikishwa. Ndio maana unaweza ukakuta umeokoka, lakini furaha ya Ukristo uioni kabisa. Unakuta mtu ameokoka, lakini ile furaha ya wokovu, hata ukimuuliza, hivi wewe kwenye wokovu wako iko furaha gani? Kwenye wokovu wako unaona ni furaha ipi ambayo unaiona ndani yake? haoni furaha yoyote kwenye wokovu, kwa sababu neema ile imeshindikana kuchuchumiliwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna uwezekano wa kuikataa neema pia, inategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uweze kutembea na neema, lazima uwe na Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi kwako waziwazi, na umsikilize. Kwa sababu usipoweza kumsikiliza Roho Mtakatifu, huwa ananyamazaga. Atazungumza mara kwanza, mara pili, mara husikii. Roho Mtakatifu ananyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi siko huko, ngoja nirudi tu kwenye eneo langu. Basi tuweze kuangalia pia kwenye kitabu cha Luka mlango wa 7 mstari wa 48 hadi mstari wa 50. Biblia inasema, kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi pamoja chakulani, narudia, ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema moyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Mstari wa 50, akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
Yesu anasamehe pale. Anaposamehe, kinachosimama pale ni rehema za Mungu mwenyewe, rehema za Yesu mwenyewe, kwamba anasamehe. Lakini ni eneo, ile kitendo cha kusamehe ni eneo la rehema za Mungu. Sasa hapa neema iko wapi? Neema ni pale alipomwambia nenda kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alimtangazia amani. Kwa neema huwa inatutangazia amani. Penye neema ndipo penye baraka. Kwa tunapata wokovu kwa njia ya rehema za Mungu. Neema ya Mungu inatutembea, lakini mwendelezo ule, neema ya Mungu isimame. Ndio maana wengine wanaokoka lakini hawaendelei. Wanaokoka lakini wanaishia pale. Maana yake neema ya Mungu haikusimama ya kuweza kuwasimamisha kutoka mahala pale walipo. Kwa waliishia kwenye rehema za Mungu ziliwasimamisha, lakini ile neema ya Mungu haikuwashukia. Ndio maana walishindwa mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama utaona labda kuna mambo kwenye maisha hayako sawa, hasa ni mtu ambaye unapenda dhambi, ni mtu ambaye dhambi kwako ndio maisha ambayo unayaona unaweza kuishi, huwezi kuishi bila dhambi, basi ujue kabisa kwamba neema ya Mungu unahitaji kubwa kutafuta neema ya Mungu kwa namna yoyote, ili uweze kustahimili kuishi bila dhambi. Kuishi bila dhambi inawezekana. Na wanaosema kwamba watu wanaishi kwamba kuishi bila dhambi haiwezekani ni uongo. Kuishi bila dhambi inawezekana, ni pale tu ambapo unajitambua na kujielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neema ya Mungu inapokuwa imekufunika, ndipo ambapo inaweza ikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni wazi kwamba watu wengi wanatembea katika rehema, lakini hawatembei kwenye neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hayo unakuta yanatokea. Jambo lingine ni kwamba rehema huwa inaondoa lawama. Rehema huondoa lawama. Huku neema hutujengea ngazi ya nini? Kututoa mahala tulipokuwa kutupeleka kwingine. Kwa mtu hawezi kutoka mahala alipokuwa kwenda kwingine bila neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa hutuondoa kwenye lawama, hutuondoa kwenye lawama, ni kwamba palipo na rehema hakuna hukumu, kama ambavyo tumesema. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Warumi 8:1. Tuone Biblia inasemaje. Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Unaona sasa Biblia vile ambavyo inasema waziwazi kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale ambao wako katika Kristo Yesu. Maana yake waliookolewa na nani? Na Yesu. Haiko adhabu. Kwa adhabu ile inazuiliwa. Na nikueleze tu, kuna mazingira ambayo unaweza unapita. Neema ya Mungu ikijifunika inakuwezesha kuvuka. Kuna majaribu ambayo mtu hawezi kuyavuka kama neema ya Mungu haijamwatamia. Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Mungu anazungumza na Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9. Mungu anamwambia kwa neema yangu ya kutosha, kwamba mazingira yale ambayo kuna jambo ambalo alimuomba. Biblia inaonyesha kwamba kuna jambo ambalo Paulo alimuomba Mungu, lakini Mungu jibu lake ambalo alimwambia kwamba neema yangu ya kutosha, kwamba kile ambacho anapitia kwa nguvu zake Mungu, kwa uwezesho wake Mungu, kwamba anaweza kupita pale. Neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu, anaweza kapita mahala ambapo watu wanaangalia hadi wanashangaa. Nasema huyu ndiye anayepita kwenye mazingira haya, mbona hivi? Unaweza ukashinda majaribu kupitia neema ya Mungu. Kabisa. Kitu ambacho kibinadamu hakiwezekana, kupitia neema ya Mungu unaweza ukapita kikaenda sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Rehema hutuondolea mzigo. Ile rehema sasa, kwenye rehema huwa inatuondolea mzigo. Wakati huu neema hutupa uwezo. Kwa hiyo neema ile
neema ile inatupa kuwezeshwa, inatuwezesha kusonga mbele, inatuwezesha kufanya yale ambayo kiakili ya kibinadamu tulikuwa tuwezi. Huku rehema huwa inatuondolea mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake inatutoa mahala tulipokuwa. Yaani inatutoa kwenye wingu. Kwa mfano ulikuwa umebeba jambo fulani, inakutoa kwenye ile jambo. Lakini rehema ya Mungu nao inakutoa kuanzia pale rehema ilipokuachia na kuendelea kule ambako unatakiwa uendelee. Inakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tupate kusonga mbele. Tuangalie jambo la 5. Haraka tuseme jambo la 5, rehema na neema katika msalaba. Tuangalie maeneo haya. Unapoliangalia swala hili la rehema na neema katika msalaba, hapa ndipo ambapo kwenye msalaba viliweza kukutana rehema na neema kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Viliweza kukutana kwa wakati mmoja, rehema na neema. Labda tuanze na rehema. Kwenye rehema Yesu alichukua dhambi zetu. Rehema, Yesu alichukua dhambi zetu. Ambapo kwenye ule msalaba, neema, Yesu alitupa haki yake. Haki aliyokuwa na istahili ndiyo ambayo aliweza kutupa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nilibalance somo, acha niendelee sisome. Kwa ni muhimu sana kujua kwamba hatuokolewi kwa sababu ya matendo yetu, bali kwa neema. Lakini neema ya kweli huzaa matendo. Neema ya kweli huwa inazaa matendo. Mtu ambaye ameokolewa kweli kweli, lazima mabadiliko yaonekane. Sio kama jiwe la mtoni. Umeokoka lakini hakuna kitu kinachobadilika. Unasema neema Mungu imekushukia wapi? Neema gani hiyo isiyobadilisha mtu? Lazima ubadilike, uwe mtu mwingine kabisa kwenye matendo yako. Msianze kulia kwamba tunajikaza kwenye hali ya dhambi. Ujue kabisa neema, hiyo neema tunayoisema, hiyo neema haijakushukia. Ikikushukia, mambo yenyewe kuhusiana na dhambi wenyewe huitamani. Unakufa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuokoa muda, tuangalie jambo la 6. Hatari 2 za kiroho. Hutumia neema vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatari ambazo zipo kwenye eneo hili ni kwamba wengine hutumia neema vibaya. Utasoma Warumi mlango wa 6 mstari wa 1. Kwa hiyo neema hii haitufanyi tuzidi kuishi katika dhambi au tutende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini B, kuomba rehema bila kukubali kubadilika. Watu wanaomba rehema lakini kubadilika hawataki. Hii ni hatari sana. Hii sasa tutaiona kwenye Waebrania mlango wa 10 mstari wa 26. Siko nasoma kwa sababu ya muda wenyewe. Mtu kama ni mfuatiliaji kweli, mtu kama ni kweli ameamua, anaweza kafuatilia kabisa. Kwa rehema inapokuwa imekataliwa, ni wazi kwamba hukumu huwa inafuata. Rehema bila neema hurudia dhambi. Mtu ambaye amepata rehema lakini neema ikaacha kuwa juu yake, huyu mtu lazima tu atarudia dhambi, atarudi kwenye dhambi zake. Sasa kwa mfano pia mtu ambaye ana neema halafu hana toba, maisha ya toba, hana toba, huyu mtu ujue kabisa naishia kwenye kiburi cha kiroho. Mtu kiona ana kiburi cha kiroho, neema ya kumnyenyekeza maana yake haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie jambo la 7. Niko naenda haraka ili mambo yapate kwenda vizuri. Jambo la 7, tunaangalia matokeo ya kuishi katika neema na rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, uhuru wa dhamiri. Mtu ambaye anaishi katika neema na rehema, uhuru wa dhamiri huwa sehemu ya maisha yake. Jambo la pili, maisha ya shukrani. Huyu mtu lazima atakuwa na maisha ya shukrani siku zote. Jambo la 3,
unyenyekevu wa kweli. Kuna watu ni wanafiki, wana unyenyekevu wa kinafiki, wanaonyesha nje vitu vingine, lakini kwenye mioyo wako vingine kabisa. Huu ni unafiki ambao utawapeleka watu jehanamu. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi katika rehema za Mungu na neema ya Mungu imemtembelea kabisa, na anaishi katika hali ya unyenyekevu, tena si unyenyekevu tu, unyenyekevu wa kweli. Jambo la 4, uvumilivu kwa wengine. Kwamba mtu ambaye anaishi na amepata neema ya rehema za Mungu na neema, huyu mtu anakuwa mvumilivu kwa watu wengine. Tunaishi katika dunia ambayo inakwaza, tunaishi katika dunia ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo huyu mtu huwa ni mvumilivu kwa wengine, anaweza kuwavumilia watu wengine. Mtu asiyevumilia, huyu mtu neema hiyo ya wokovu haijaumbika kwake, maana yake kuna vitu kwake havijazaliwa, kuna tunda la uvumilivu kwake halijazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5, nguvu ya kushinda dhambi. Kwa mtu ambaye anaishi kati ya neema na rehema, hivi vitu vinaambatana kwenye maisha, vipo kwenye maisha yake, lazima atakuwa ana uwezo wa kushinda dhambi, ana nguvu ya kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 10. Ukisoma mahala hapo utakutana na Paulo anazungumzia kwenye habari ya neema. Anasema kwamba neema ya Mungu ndiyo ambayo imemfanya vile ambavyo alikuwa. Lakini anasisitiza, anasema kwamba neema ile aliyokuwa nayo haikuwa neema ya bure. Kuna watu ambao anasema na iko neema juu yake, lakini anavyoishi kwa kweli anajua Mungu mwenyewe. Kwa tunaona Paulo katika mstari huu kwamba aliweza kukiri kwamba katika yote na yote ilikuwa anaishi kwa neema ya Mungu. Basi tuangalie kwenye niweze kuhitimisha jambo la 4, niweze kuhitimisha. Nitaka tu nikwambie kwamba rehema ilituzuia tusife, lakini neema inatufanya tuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa rehema ilitoa gizani, yani rehema iliweza kututoa katika giza. Lakini hii rehema sasa, hii neema sasa, neema inatufundisha kutembea nuruni. Neema inatufundisha kutembea nuruni. Kwa hiyo haukuomba rehema ili uendelee kuwa yule yule, bali ulipokea neema ili ubadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akutunze na kupigania. Neema ya Mungu izidi kufunika. Usiache kutufuatilia. Tunapatikana YouTube, lakini Facebook tunapatikana kwa vipisi vidogo vidogo vya ujumbe, lakini YouTube ni masomo yaliyokamilika kabisa. Mungu awabariki, endelea kutufollow, endelea kushare vile ambavyo Mungu ameendelea kukupa neema, na inaruhusiwa kabisa kucomment pia. Mungu akubariki na kutunza. Jina la Bwana likufunike kwa ajili ya utukufu wake, na ukaione nuru ya Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen.